Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Leo tutajifunza kichwa jumbo nasema kwa chagua kuwa dereva maisha yako, na Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya, na mafundisho haya akafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Chagua kuwa dereva wa maisha yako. Dunia nzima imejaa watu wengi ambao wamechagua kuwa abiria, hawajachagua kuwa madereva wa maisha yao. Na ndio maana watu wengi wamejaa malalamiko, watu wengi wamejaa manung'uniko. Hali walionayo wana mtu wa kunyoshea kidole kwamba singekuwa fulani nisingekuwa hivi nilivyo, wasingekuwa wazazi wangu nisingekuwa hivi nilivyo, wasingekuwa majirani zangu nisingekuwa hivi nilivyo, asingekuwa mchungaji wangu nisingekuwa hivyo nilivyo. Kuna watu ambao wanalaumu watu wengine kwa hali walionayo, kwa hali walionayo wanalaumu watu wengine. Sasa watu kama hao, maana yake tafsiri yake wamechagua kuwa abiria badala ya kuwa dereva wa maisha yao, badala ya kuwa madereva wa maisha yao. Kwenye maisha, chagua kuwa dereva maisha yako. Tambua kwamba hatima maisha yako iko mikononi mwako. Mafanikio unayotamani yako mikononi mwako, yako mikononi mwako, yako mikononi mwako. Kila unapolaumu wengine, umechagua kuwa abiria badala ya kuwa dereva, na huwezi kufikia mafanikio ambayo unatamani kuyafikia. Huwezi kufikia hatima ambayo unatamani kuifikia. Wanaweza walikuwa wamejaa manung'uniko kila walipokuwa napita kwenye changamoto, wakawa na mlaumu Musa na Haruni, wewe kwa nini umetuleta hivi? Wote wakaishia jangwani, wote mizoga yao ikaishia jangwani. Hakuna waliokuwa wamejaa walikuwa na mlaumu Musa na Haruni, walikuwa na mnung'unikia Musa na Haruni ambao walifika Kanani. Wote waliishia jangwani kwa sababu ya manung'uniko waliokuwa nayo, kwa sababu ya malalamiko waliokuwa nayo, kwa sababu malalamiko waliokuwa nayo. Kila unapolaumu wengine, umechagua kuwa abiria badala ya kuwa dereva. Na kwa sababu umechagua kuwa abiria, utapelekwa kokote ambako dereva anataka, ambako dereva anakokwenda. Hatima ya maisha yako iko mikononi mwako. Na bwana, ni vema kujifunza kuwajibika kuliko kulaumu watu wengine kwa hali yoyote ile ya maisha ulionayo. Kwa sababu ukiwa na tabia ya kulaumu watu wengine, wasingekuwa wazazi wangu ndio waliopelekea mimi niwe hivi, wazazi wangu ndio waliopelekea. Ni kweli, inawezekana kwa namna moja au nyingine wazazi wako wamepelekea hapo ulipo, lakini kubaki hapo ulipo ni kosa lako, kwa sababu hujafungwa. Kubaki jinsi wazazi walivyokuacha, kubaki jinsi ambavyo marafiki zako walivyoacha ni kosa lako. Ni kweli, inawezekana wazazi wako kukusomesha, lakini kubaki bila kusoma ni kosa lako, na wala sio kosa la wazazi. Sio kosa la wazazi. Chagua kuwa dereva maisha yako. Acha kuwalaumu watu wengine kwa hali yoyote ulionayo kiuchumi, kwa hali yoyote ulionayo kiroho. Acha kuwalaumu watu wengine. Jifunze kuwajibika. Chagua kuwa dereva wa maisha yako mwenyewe. Chagua kuwa dereva maisha yako mwenyewe. Tunaposoma kwenye kitabu cha Mwanzo 3:12 mpaka 13, tunajifunza habari za Adamu na Eva, jinsi ambavyo kila mmoja alimlaumu mwenzake. Adamu akasema kwamba yule mwanamke ulionipa. Eva akasema na mimi siwe shida, na yeye akatafuta kumlaumu, akasema nyoka ndio aliyefanya hivi. Je, Adamu alilazimishwa? Je, Eva alilazimishwa kumsikiza nyoka? Hakulazimishwa. Alishawishika, akashawishi. Nyoka alimshawishi, akakubaliana naye.
Je, Adam alikuwa na ulazima wa kula tunda bila kuuliza kwamba ile tunda limetoka wapi? Ni vema hali yoyote tulionayo, badala ya kutafuta sababu nje ya sisi, anza kutafuta sababu ndani yako wewe. Adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Adui wa mtu hayuko mbali, ni wa nyumbani mwake. Badala ya kutafuta chanzo nje ya wewe, anza kutafuta chanzo cha hali yoyote uliyonayo ndani yako wewe, ndani yako wewe. Na ndiyo tabia ya watu wote waliofanikiwa. Watu wote waliofanikiwa, kila unapolaumu wengine, umechagua kuwa abiria badala ya kuwa dereva maisha yako mwenyewe. Hauna mtu wa kumlaumu. Hali yoyote ulionayo kiuchumi, hali yoyote ulionayo kwenye eneo lolote la maisha yako, hauna mtu wa kumlaumu. Wewe mwenyewe kwa namna moja ndio msababishaji namba moja wa hali yoyote ulionayo. Wewe ndio msababishaji namba moja, sio jirani yako, sio ndugu yako, sio mtu yoyote yule. Wewe ndio msababishaji namba moja. Na ukiwa na mtazamo kama huu, itakusaidia kuliko kupoteza muda kuwalaumu majirani zako, kulaumu bosi wako, kulaumu sijui nani, kwamba hao ndio sababu ya wewe kuwa hivyo ulivyo. Unapoteza muda, na hapo unakuwa umechagua kuwa abiria. Na ukichagua kuwa abiria, utabamizwa kwenye makorongo. Atakuendesha anavyotaka, atakupeleka anaweza akakupeleka anakotaka, kwa sababu wewe umechagua kuwa dereva, umechagua kuwa abiria baada ya kuchagua kuwa dereva. Kila unapomsikia mtu watu wataniona, anasema kwamba watu watanioneje. Swali la namna kwamba watu watanioneje? Kama nikiokoka watu watanioneje? Kama nikiokoka ndugu zangu watanioneje? Maswali kama hayo au mawazo kama hayo ni kiashiria kwamba maisha yako yanaendeshwa na watu wengine, kwamba huwezi kufanya maamuzi mpaka ujiulize maswali, watu wataonioneje? Kuna mambo mengine ukishaona kwamba mambo haya ni sahihi, you are fully persuaded, umeshawishika vya kutosha kwamba hili ninalolifanya ni sahihi, fanya bila kujali watu watasemaje, bila kujali watu watakuoneje. Usiruhusu sababu zikutawale. Chagua kuwajibika. Uwe dereva wa maisha yako mwenyewe. Usikubali maisha yako yakaendeshwa na watu wengine. Usikubali maisha yako yakaendeshwa na majirani. Usikubali maisha yako yakaendeshwa na ndugu zako. Usikubali maisha yako yakaendeshwa na marafiki zako. Hatima ya maisha yako iko mikononi mwako. Chagua kuwa dereva wa maisha yako. Chagua kuwa dereva wa maisha yako. Ifike wakati jinsi watu watakavyokuona isiamue jinsi wewe unavyofanya maamuzi. Mind your own business. Utakapojiridhisha kwenye eneo lote kwamba hili ninalofanya ni sahihi, you are fully persuaded kwamba hili ninalofanya ni sahihi, songa mbele, fanya bila kuangalia kwamba watu watanioneje, au ndugu zangu watanioneje, marafiki zangu watanioneje. Kuna watu ambao hawajaokoka. Na kwa nini hawajaokoka? Kwa sababu wanajiuliza maswali kwamba nikiokoka watu watanioneje, marafiki zangu watanioneje. Sasa watu kama wamechagua kuwa abiria, maisha yao yanaendeshwa na watu wengine. Maamuzi yao hawezi kufanya maamuzi peke yao. Maamuzi yao kabla hujafanya maamuzi wanajiuliza maswali kwamba watu watasemaje. Chochote ambacho unaona kwamba hiki ni sahihi, you are fully persuaded kwamba hiki ni sahihi, songa mbele.
Songa mbele. Chagua kuwa dereva wa maisha yako. Chagua kuwa dereva wa maisha yako. Usichague kuwa abiria. Kiwango cha mafanikio yako kinakutegemea wewe. Mungu ana hati, amekusudia mambo makubwa, mambo mazuri kwenye maisha yako. Ndiko nasema kwenye Yeremia 29 kama najua mawazo yanayowazia nyinyi, mawazo ya amani, kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Mungu ana mipango mizuri na maisha yako, lakini huwezi kufikia kule ambako Mungu anatamani ufike endapo ni mtu uliyejaa manung'uniko, endapo maisha yako yanaendeshwa na watu wengine. Chagua kuwa dereva maisha yako mwenyewe. Acha kulaumu watu wengine kwa hali yoyote ulionayo, kwa hatua yoyote ulionayo. Acha kulaumu watu wengine, jifunze kuwajibika. Chagua kuwa dereva maisha yako. Ukiwa dereva kwa maisha yako, utajua nipite wapi na niende wapi. Utajua. Chagua kuwa dereva wa maisha yako. Usikubali kuwa abiria. Usikubali maisha yako kuendeshwa na watu wengine. Usikubali ndoa yako kuendeshwa na watu wengine. Chagua kuwa dereva maisha yako mwenyewe. Chagua kuwa dereva wa maisha yako mwenyewe. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka, kama mafundisho haya yamekubariki, basi washirikishe marafiki zako na wapenda mafundisho haya. Lakini pia unaweza comment, unaweza like pia. Mungu akubariki kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Na Roho Mtakatifu akuwezeshe kusimamia kile ambacho unaona kabisa ni sahihi, bila kujali watu watasema nini. Roho Mtakatifu akuwezeshe kufanya maamuzi sahihi, kufanya uchaguzi sahihi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, jina lenye uweza. Amen.